Halo, karibu katika mada yetu mpya ambayo ni mada ya sehemu, na eneo letu la kwanza tutajifunza kuhusiana na dhana ya sehemu. Kama ndo unafungua sasa na kwa mara ya kwanza unaona video hii, basi nikuombe subscribe katika channel yetu kwa ajili ya kuendelea kupata video nyingine nyingi zaidi. Lakini pia kuna video nyingi hapo unaweza kuzipitia, zipo ambazo tayari zimepakiwa. Ila kama video unayotafuta ipo, unaweza ukatuandikia pia kwenye comment ili tuweze kufanya utaratibu wa kuiweka video yote inaenda na mambo ya kiteknolojia na masomo kama vile kuhusiana na computer, network na nini, bila kujali level na lugha. Kuwezekana form 1 au shule ya msingi au form 4, tuna uwezo wa kuiandaa na kuiweka hapo. Asante sana. Tuende kwenye sehemu yetu ya dhana ya sehemu. Karibu sana, tuko kwenye sehemu ya kujumlisha sehemu, na katika kipengele hiki tutajifunza namna ya kujumlisha sehemu. Lakini nategemea kabla hujaangalia video hii uwe umeangalia video yetu ya kwanza ambayo ni dhana ya sehemu, ili tukachukua tunaongea usiwe unapata changamoto. Tuangalie mfano wa kwanza. Tumepewa 6 3 juu ya 5 kujumlisha 2 2 juu ya 3. 6 3 juu ya 5 kujumlisha 2 2 juu ya 3. Itakuwa na sasa kwenye hesabu ya kujumlisha, hatua ya kwanza kujumlisha na kutoa zinafanana hatua. Kwa hiyo kwenye kujumlisha hatua ya kwanza tutaanza na namba mzima. Namba mzima maana yake ni 6 na hiyo 2. Tumejifunza kule kiasi ni nini, namba mzima ni nini na asili ni nini. Kwa hiyo itakuwa ni 6 kujumlisha 2. Kwa hiyo tutachukua 6 kujumlisha 2 tutapata 8. Kwa hiyo tutaandika 8. Baada ya hapo katikati ya hiyo 8 tutapiga mstari kama ilivyo hivyo. Tutatafuta KDS cha 5 na 3 ambazo ndo asili yetu. 5 na 3 ndo asili. Kwa hiyo ukitafuta KDS ya 5 na 3 utapata 15. Baada ya hapo kile KDS ulioipata utaenda kugawanya kwa asili ya sehemu ya upande wa kwanza ambayo ina 6 kule. Kwa hiyo utachukua 15 kugawa kwa 5. Utapata 3. Ile namba unayoipata utazidisha mara kiasi, itakuwa 3 mara 3 ambayo itakuwa 9. Kwa hiyo tutaandika 9. Tutajumlisha, tutaenda kwenye upande wa pili wa sehemu, itakuwa 15 kugawa kwa 3, tutapata 5. Ile 5 tutakayopata tutazidisha mara kiasi pale juu ambayo ni 2. Kwa hiyo itakuwa 5 mara 2 ambapo ni 10. Kwa hiyo tuna 8 lakini juu tuna 9 kujumlisha 10 juu ya 15. Kwa hiyo itakuwa sawa sawa 8 9 kujumlisha 10 utapata 19. Maana yake ukichukua 9 kujumlisha 10 utapata 19 juu ya 15. Lakini tukumbuke sasa fasili ya ile sehemu nilisema kwamba tuna namba mzima 8, tuna 19 juu ya 15. Fasili yake ni nini? Kwamba tuna mafungu 8 ambayo kila fungu moja lina vitu 15. Lakini pia tuna vitu 19 kule juu. Kwa hiyo tunatakiwa kujiuliza, je, hivi vitu 19 havitoshi kutengeneza fungu moja lenye vitu 15? Ukikuta vinatosha, maana yake haitakiwi kuacha. Kwa maana nyingine, ikiwa kiasi ni kikubwa kuliko asili, unatakiwa kugawanya. Kwa hiyo utakuta kwamba kumbe 19 nikitengeneza fungu moja lenye vitu 15 litawezekana, au nikitengeneza mafungu kadhaa itawezekana. Idadi ya mafungu itakuwa ni 1. Kwa hiyo tutachukua 8 sasa kuongeza 1. Kwa nini tunaongeza 1? Kwamba tukichukua vitu 19 tukigawa kwenye mafungu yenye vitu 15 tutapata fungu 1 na kubakia vitu 4. Kwa hiyo lile fungu 1 tunakuja kuongeza kwenye idadi ya mafungu ambayo ni 8 tupate mafungu 9. Kwa hiyo itakuwa sawa na 8 kujumlisha 1 ambayo ni idadi ya mafungu yaliyopatikana baada ya kupanga vitu 19 kwenye mafungu ya vitu 15. Tumepata fungu 1 na tumebakiwa na vitu 4. Kwa hiyo hapa itakuwa 9. Pale juu hapato bakiwa tena na 19. Patabakiwa na 4 kwa sababu tumechukua vitu 15 kupanga fungu 1. Kwa hiyo patabakiwa na 4 juu ya 15. Cha msingi hapa ni nini? Cha msingi cha kwanza inatakiwa ujue kwamba hatua ya kwanza tunaanza na namba mzima, hatua ya pili tunapiga mstari, hatua ya tatu tunatafuta KDS. Utachukua KDS yako utagawa kwa namba yako ile ya asili, utazidisha mara kiasi. KDS kugawa kwa asili kuzidisha mara kiasi. Ukijumlisha ikitokea vitu kiasi ni kikubwa kuliko asili, kwa hesabu yetu hapa kiasi ni hiki. 19 ni kubwa kuliko 15. Kama tuna mafungu 8 yenye vitu 15 kila moja na tumebakiwa na vitu 19, maana yake vitu vilivyobakia tuna uwezo wa kupanga fungu lingine
lenye vitu 15. Tukipanga fungu tutajikuta tuna fungu moja lililoongezeka. Kwa hiyo baada ya mafungu 8 tutakuwa na mafungu 9. Lakini tukumbuke kwenye vitu 19 baada ya kuchukua vitu 15 kupanga fungu, maana yake tumebakiwa na vitu 4. Kwa hiyo vile 4 vilivyobakia tutasema ni 4 juu ya 15. Hivyo ndio tunavyopaswa kufanya. Asante sana kwenye mfano wa kwanza, tuendelee na mfano wa pili. Kama hujaelewa, rudia mara kurudia, lakini pia angalia na mifano mingine. Uelewa muda mwingine unakuja taratibu. Unaweza ukajikuta umeelewa zaidi. Asante sana. Tunaendelea na mfano wetu wa pili. Tumesema kwenye kujumlisha sehemu tunaanza na namba mzima, na sehemu yetu upande wetu wa kwanza tuna 4, 3 juu ya 4, 1 juu ya 3 ambapo namba mzima ni 4, lakini upande wetu wa pili tuna 10, 1 juu ya 2 ambapo namba mzima ni 2. Kwa hiyo itakuwa sawa sawa. Tutachukua namba mzima ambapo itakuwa ni 4 kujumlisha 10. Tutapata 14. Tutaandika hapo 14. Baada ya hapo tutatafuta KDS ya asili. Kumbuka asili yetu hapa ni 3 na 2. Hizo namba za chini hizo ndio tunaziita asili. Kwa hiyo KDS ya 3 na 2 ni 6, lakini hatua ya kwanza tutapiga mstari katikati ya 14, alafu tutaandika 6 ambayo ni KDS yetu. Utachukua KDS kugawa na asili yako ya upande wa kwanza, kwa maana ya 6 kugawa kwa 3. Jibu utakalolipata 2 utazidisha mara kiasi pale juu. Kiasi chetu ni 1, kwa hiyo ni 2 mara 1 tutapata 2. Kwa hiyo utaandika hapo 2. Tutajumlisha, tutachukua tena 6 ambayo ni KDS kugawa kwa asili ya upande wa pili ambayo ni 2. Kwa hiyo 6 kugawa kwa 2 utapata 3. 3 kuzidisha mara 1 utapata 3. Kwa hiyo hapo utakuta 3. Kwa hiyo itakuwa sawa sawa na 14. Tutachukua 2 kujumlisha 3, namba zetu zile zilizopo pale juu. Kwa hiyo utapata 5, maana yake itakuwa ni 5 juu ya 6. Kwa hiyo ukichukua 2 kujumlisha 3, maana yake itapata 5, na ile 5 itakuwa ni juu ya 6. Kwa hiyo hapo sasa hesabu yetu itakuwa imeisha, kwa sababu asili ni kiasi ni kidogo kuliko asili. Kwa hiyo na hakuna namba yoyote ambayo inaweza kugawa kati ya juu na chini kwa kiwango kinachofanana. Kwa hiyo jibu letu litakuwa hivi. Kwa hiyo kama unaona kuna namna unapata changamoto, unatakiwa kujitahidi kurudia zaidi na kuangalia mifano iliyopita ili kujiwekea uzoefu na kujaribu kufanya mwenyewe. Unasimamisha, unakopi swali, unafanya mwenyewe, unarudia mfano, unaangalia kama umeelewa. Asante sana. Tuende kwenye sehemu inayofuata. Mfano wa 3, tumepewa 1 juu ya 3 kujumlisha 12 1 juu ya 3. Kwenye sehemu yetu ya kwanza hatuna namba mzima, tuna kiasi na asili, lakini kwenye sehemu yetu ya pili kuna namba mzima. Ikitokea umepewa sehemu ya namna hiyo, jambo la kwanza la msingi tumesema, kwa sababu kuna namba mzima, utaanza na namba mzima, kwa maana ya itakuwa sawa sawa. Huu upande wa kwanza ambao una 1 juu ya 3, maana yake namba mzima ni hakuna kitu, ambayo ni 0. Kwa hiyo itakuwa 0 kujumlisha 12, ambapo utapata 12. 12 ile ambayo sasa umeipata, utapiga mstari kama tulivyofanya nyuma. Utatafuta KDS ya 3 na 4. Ukitafuta KDS ya 3 na 4 utapata tena 12. Kwa hiyo itakuwa 12 kugawa kwa 3. Utapata kuchukua 12 kugawa kwa 3 unapata 4. 4 mara 1 utapata 1. Kwa hiyo utaandika hapo 1. 12 utajumlisha 12 kugawa kwa 4 utapata 3. 3 mara 1 utapata 3. Kwa hiyo utaandika hapo 3. Kwa hiyo juu tutakuwa tumebakiwa na 4 kujumlisha 3. Kwa hiyo itakuwa ni sawa sawa na 12. 4 kujumlisha 3 itakuwa ni 7. Kwa hiyo utaandika hapo 7 juu ya 12. Kwa hiyo wakati wa kufanya sehemu yako unatakiwa tu ujue kwamba hatua ya kwanza najumlisha namba mzima kama umepewa namba mzima. Hatua ya pili unatafuta KDS. Ukipata KDS unagawa kwa asili. Ile jibu unalopata unazidisha mara namba ya juu ambayo ni kiasi. Unaandika. Utaweka tendo lako kama kujumlisha kutoa, utaweka, utachukua KDS yako tena utagawa na ile asili ya upande wa pili. Ukipata jibu utazidisha mara kiasi chako cha juu. Utaweka. Ukishamaliza hapo utajumlisha kama tulifanya sisi hapo 4 kujumlisha 3 tumepata 7. Kwa hiyo hapo tumefikia
tamati kwenye mfano wa 3. Asante sana kwa ajili ya kufanya mazoezi zaidi. Jitahidi kurudia mara kwa mara, kurudia na kurudia na kurudia, kufanya mwenyewe na kufanya ili kuweza kupata uzoefu zaidi. Asante. Karibu katika zoezi la kujumlisha sehemu, na baada ya zoezi hilo tutakuwa na masahisho hapo chini. Kwa hiyo hakikisha unafanya zoezi kwanza kabla kwenda kuangalia masahisho ya zoezi hilo. Asante sana. Lakini pia kama hujasubscribe, jitahidi kusubscribe channel yetu kwa ajili ya kupata video nyingi zinazokuja. Asante sana.